Ndo kama hao wamekuja hapa wanasubiri waandamanaji, kwa hiyo sisi tupo hapa tunasubiri tukusanyike tuangalie tunapoanzia hapo. Global TV washafika hapa. Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi. Bila shaka tuendelee na mfululizo wa taarifa zetu, hasa siku hii kuu ya maandamano, huku tukiweza kuhakikisha kwamba tunazidi kukupatia picha za moja kwa moja ama taswira kamili ya kinachoendelea kutoka sehemu mbalimbali, na kwamba je, maandamano ambayo yanatarajiwa kufanyika siku ya leo yameanza ama kinachoendelea ni kipi? Lakini picha kamili kutoka sehemu mbalimbali ni kwamba kuna mikusanyiko ya watu wachache ambao ni kama wameanza kukusanyana, wakisubiri kwamba wakiwa wengi waweze kutembea kwa pamoja kuhakikisha kwamba maandamano ya siku ya leo yanafanyika. Lakini kikubwa nimepata kusikia kwamba wanahimizana kufanya maandamano hayo kwa njia ya amani bila kuleta vurugu zozote ama kuweza kuhakikisha kwamba kuna matatizo wanakumbana nayo kupitia kwa vyombo vya usalama, kwa sababu wanataka kushiriki maandamano ambayo hayana vurugu, lakini maandamano ya kikawaida. Lakini sasa picha ambayo ninaipata kutoka miji mikuu nchini Tanzania ni kwamba wanabiashara wamefunga maduka, na inatokea kwamba siku ya leo watu hawajaingia katika miji mikuu kwa ajili ya kufanya biashara ama kwa ajili ya kujishughulisha na masuala yao ya kila siku. Kinachokuambia kwamba msikilizaji, maandamano yapo na watu wanajiandaa kwa ajili ya kushiriki ili kuhakikisha kwamba wameitumia haki yao ya kikatiba ipasavyo. Taarifa hii msikilizaji nitakayokusomea kisha tuweze kuendelea kuichambua zaidi. Nasema hivi: Sabasaba is supposedly Workers' Day in Tanzania, but it is also the founding date of Tanganyika's Liberation Party, TANU, and there is an international fair ongoing every year, and it is a public holiday where businesses are open and thrive while shoppers roam the busy streets of Kariakoo and the fair. Today, with the planned mega protest, all shops are closed and Dar es Salaam is like a war zone, deserted. This is already an indication that Samia Suluhu and her murderous cabal have lost civilian control and are now ruling by force. This is not a democracy or republic, but a country occupied by a junta called CCM. They now claim there is tranquility, not peace, but it is the calm before the storm. Without justice, there is no peace. Msikilizaji, ndo hali halisi hii kutoka miji mikuu kama Dar, maeneo haya ya Kariakoo, ambayo kwa mtu ambaye ameyazoea maeneo haya muda mrefu utakuta kwamba kama sasa kuna watu wengi katika maeneo haya, kwa sababu wanajishughulisha na shughuli mingi. Eneo lile la soko watu wanakuwa wamejaa sana kwa ajili ya kuendelea na shughuli zao za siku hadi nyingine. Lakini kutokana na picha hizo msikilizaji ambazo ninakuonyesha, haya wazee, mmeiona Kariakoo ya leo. Hii ndio Kariakoo leo, hamna cha abiria wote, hakuna wananchi wote, hamna. Yaani leo ndio hivyo mwanangu, yaani leo yani Kariakoo kwa sisi watu wa polini kama vile uko Tabora yani. Hamna klabu ya Simba ndio hiyo hapo, hamna hata mmoja. Yaani mambo ni moto Kariakoo hiyo baba. Hamna chochote aliyopotoka leo. Leo tumebakia wenyewe.
ni kwamba eneo hili lipo wazi kabisa, hamna watu ambao wanapita maeneo haya, tofauti na wachache ambao wanaonekana kukusanyika kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya maandamano. Taarifa hii inaendelea kusema kwamba CCM wameanza kuelewa tofauti ya amani na utulivu. Amani ni maduka yangekuwa yako wazi, watu wako bize na shopping, lakini hapa kuna utulivu kabla ya dhoruba kulipuka. Hata wao wanazurura mtaani na mabunduki, hawana amani. Msikilizaji, taarifa hii pia nimeisoma kwa Kiingereza kwa sababu watu wengi wanashuhudia masuala haya ama macho mengi yapo nchini Tanzania kwa ajili ya kuweza kuelewa kwamba kinachotokea ni kipi na kwamba serikali hii itaweza kujirudia kusababisha maovu kama yale yaliyoweza kusababishwa kwa Watanzania siku ile ya Oktoba 29 mwaka 2025, ama watakuwa na mbinu mpya za kukabiliana na pengine wahalifu kama watatokea, lakini kuweza kuachia Watanzania kushiriki maandamano ya amani na kuhakikisha kwamba wamepitisha ujumbe ama wameonyesha kutoridhishwa kwao katika masuala mbalimbali, kuweza kuhakikisha kwamba maandamano kama haki ya kikatiba yanashirikiwa kwa njia ipasavyo bila serikali kuwaingilia waandamanaji, lakini pia bila waandamanaji kuingilia mali ya watu binafsi au mashirika mbalimbali kwa kuchoma na kuweza kuhakikisha kwamba wanaharibu ama wanafanya uharibifu. Msikilizaji, ndo hali halisi hiyo, lakini pia nafahamishwa kwamba kuna bwana ambaye ni mpambanaji sana, yupo katika maeneo ya Kimara. Anasema kwamba watu hapa wanakusanyika, yani wanasubiri wawe ni wa kutosha kuandamana, yani wanapokuwa wenye nambari zinazo kuwa nyingi kidogo, ili waweze kutembea kwa pamoja, isiweze kuwa kwamba ni watu wachache ambao bila shaka wanaweza kudhurika kirahisi na maafisa wa polisi. Watu wamesisitiza kwamba watu waache kulala na watokee kwa ajili ya kufanya maandamano haya, na watu hawa wako katika maeneo haya ya Kimara, eneo hili la Dar, kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba wameshirikiana na wenzao kwa ajili ya kufanya maandamano haya ya siku ya leo. Msikilizaji, endelea kuachia maoni yako kwenye comment section, lakini pia endelea kutufuatilia kwa faida ya kuendelea kujifahamisha kuhusu kinachotokea nchini Tanzania, lakini pia kupata habari zinazokuhusu na zinazohusu kinachoendelea siku hii ya maandamano.